kinachotaka kusema leo katika hafla kubwa kama hii leo hapa ni kwamba hatuwezi kubadilisha hali zetu bila kuchukua hatua wenyewe. Hatuwezi. Na hatuwezi kuwa Waislamu wazuri kama tutakuwa hatuendi vizuri katika Uislamu wetu. Tutakuwa watu dhaifu, watu wa mwisho kabisa. Yaani kila mtu anajifundishia kwetu. Wafalestina wanapigwa leo, wananyongwa kwenye nchi ya Gaza, napigwa mabomu, nashambuliwa, wanaangamizwa watu, watoto, wanawake, wanabakwa watu. Dunia nzima kimya. Waislamu ndio wameizunguka pale. Ikhwani qaumu yatuna min ba'di, ndugu zangu ni wale watu watakaokuja baadaye, sio nyinyi. Watakuja watu hao, yawaddu ahaduhum law faqada kulla shay'in, atakuwa mmoja wao anatamani angekosa kila kitu isipokuwa tu basi lau raani, angeniona. Kwamba nyumba, mali si kitu, bora mimi ningemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ndio ndugu zangu, ashaddu nnas hubbali, ndio watu ambao watakuwa wananipenda mno kupita kiasi. Na sisi tumeshindwa kupata zile sharafu kwa sababu ya wakati. Wale masahaba wao walipata fursa kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwafanya wawe wakati wa Mtume. Na ukiwa wakati wa Mtume sio jambo dogo tena hilo. Yeye mwenyewe Mtume anasema tuba liman raani, hongera sana kwa yule atakayeniona. Basi hatumuoni, utamuona wapi? Ni mtu alikuja akapita kwa miaka ya 63 akaondolewa akaenda kuwekwa kwenye ardhi. Ile ardhi ikabadilishwa ikawa ni mahala tahara. Ahlul ilmi wanasema ile ardhi alladhi tadhummu jismi nabii sallallahu alaihi wasallam, ile ardhi ambayo imeweka ule mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashraf min buqati Makkah al-Mukarrama wa min al-Ka'bah al-Musharrafa. Ile ardhi aliyowekwa Mtume ni tukufu, kubwa na bora kuliko hata al-Kaaba yenyewe. Na yeye mwenyewe ardhi ile alikuwa anaisemea, asema ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna. Kutokea hapa nyumbani kwangu mimi mpaka hapa kwenye mimbari yangu hapa ni uwanja wa pepo. Pepo ilikuwa iko hapo duniani, iko mpaka leo. Ukienda Maka unapakuta rauda, na wewe ukiwa baiwa ingia pale usali, ufanye na dua zako, uombe pale na nini, basi ni wapi. Na zile ndio sharafu za Mtume. Mwenyezi Mungu alimpa Nabiiullah Ibrahima haki ya kuifanya Maka kuwa haram. Inna Ibrahima harrama Maka wa haramtu al-Madina. Mungu ameifanya Maka kuwa ndio haram, mji mtukufu, na mimi Madina nimefanya ni mji mtukufu. Sasa kazi kwa hiyo pale. Sasa ukipata bahati kwa sisi ambaye tukumuona, ukawa kwenye umma wake, wewe ndio ndugu yake.
Zamani watu walikuwa wanashindana kumuona mtume, kukaa naye, sio sharafu ndogo. Unamtazama sura kwa jicho, kwa uso, huyu hapa, si jambo dogo. Unashikana naye mkono hivi, naye ulikuwa ukikutana naye ukipeana naye mkono, idha safahtahu, mtume ulikuwa ukimpa mkono, basi yeye la yashabuhu, hauvuti, anakuachia. Wakana yusawibu nadharuhu ilaika, na wakati anakupa mkono anakuangalia kwenye macho yake. Wa huwa yabtasibu, tena anatabasamu, anacheka, akasiriki. Ni mtume wa furaha. Kullu man yalqahu yabda'u alayhi bisalam, kila mtu anayekutana naye ndio kwanza kutoa salamu. Wa wajhuhu munbasit alayhi, uso umenyooka, hachukii. Sisi tumebadilika sana leo. Mtu anajifunza mafunzo ya mtume, lakini anakuwa na roho mbaya. Anakutana mwenzake ananuna. Imamu mkali kama pilipili. Tusalishe kwa utulivu bwana. Anapiga excel. Mpaka unaogopa. Ubabe. Sasa unamtisha nani? Yeye mwenyewe alikuwa ni mtu rahimu, mpole. Ana wanasema walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlika, ungekuwa fidhuli, mkakasi, mtu mkorofi, watu wangekukimbia. Tabia mbaya. Hii dini yetu ni dini ya kirafiki. Unahubiri watu kheri, amani, salama. Hata ukifuga ndevu, kuna ubaya gani? Sisi hapa tunafuga ndevu, basi inatosha. Mpaka ufuge ndevu iwe kama mkogo. Hasa unamkoga nani? Sio mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa nabii rahma, mwenyewe anasema inma bu'istu rahmatun muhda. Inma si jinginelo, bu'istu, mimi nimetumwa rahmatan, nimetumwa nikiwa rehema kwenu, lakini muhda, nimeleta zawadi, mnitumie kama zawadi yenu, mchukue kila eneo. Mnapoona kuna jambo la kuwafahamu mnaliokota, mnalichukua, ndio mnalitumia, kama wanavyofanya viongozi katika msikiti huo Mgira. Ndio mafundisho ya dini hayo, kwamba watu wako msikitini wanasali, lakini pia wanafundishwa na uchumi, wanafundishwa kazi za kujitegemea, wanafundishwa biashara. Na ndivyo yalivyokuwa maisha ya mtume. Kwenye msikiti wake watu walifundishwa ukulima, watu walifundishwa uvuvi, watu walifundishwa ufugaji, watu walifundishwa biashara. Yote haya yalitokea. Ukienda kwenye msikiti wa Madina, tarehe mpaka leo imetunzwa. Kuna vitu wanaitwa ustuanatu, ni maeneo mtume alikuwa akikaa kwa mafunzo fulani. Wakulima hapa, mashehe huku walikuwa nakaenda ukao na mashehe, hata masaba walikuwa mashehe na maamuma walikuwepo. Aha, vita hapa, kuna mahali akisimama mnajua kumeletwa.
ikitoka hapo ni ngoma tu. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفون منكم من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Unajua leo kumeletwa fujo hapa, watu watapigwa, vichwa vitakatwa. Ndio utumie msikiti hivyo. Msikiti ilikuwa ni mahala pa watu kwenda kupeleka malumbano. Membari ya Mtume inatumiwa kihuni. Kwenye membari ya Mtume matusi yanatolewa. Kwa nini? Tunakosa ya kufanya? Hata kidogo. Tuna upungufu wa maarifa ya dini hiyo hata kidogo. Na uelewa wetu mdogo. Hizi shida zetu zote hizi zinatatulika. Lakini lazima sisi wenyewe tukae, tuweke taratibu, tujipange, tuwe na khitwa. Basi tunaondoka tunakwenda. Ndio anatufundisha Mtume. Mtume alikuwa anaendesha hii dini kienyeji hata kidogo. Wala hakushughulika Mtume na majina ya watu, hata washughulika na mambo issue. Tunafanyaje? Tunaweza kubadilisha hali za watu wetu sisi. Uchumi safi. Waislamu wakawa wana viwanda vya kutengeneza silaha vya kwao. Mifumo ya maji ya kwao. Tuna shida ya maji hapa. Lazima tutatue tatizo la maji. Alifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Osman, nunue hicho kisima hiyo. Kitoe wakfu kwa ajili ya Waislamu. Ndio kama mafundisho ya Mtume haya. Wa Abdurrahman alipewa mke. Unajua kupewa mke ni jambo zuri sana. Wewe umekaa mahala, umekaa miaka miwili hauna mke. Alafu mtu anakuambia bwana, chukua mke. Huyu alikuwa mke wangu, mimi namwacha mchukue. Ilikuwa imani za watu kubwa, nzuri, watu wanapendana sana. Sio kama sisi tunapendana kinafiki. Nikikuta unacheka na mke wangu, vita haiwezi kuisha. Chukua mke wangu, tunamuoa. Anakuwa mke wako. Abdurrahman Abu Nafi akamwambia rafiki yake, bwana mimi usinipe mke. Wewe nionyeshe sokoni tukafanya biashara. Nianze kazi ya kufanya biashara. Na kwa tajiri. Katika masahaba matajiri, Abdurrahman ibn Auf alikuwa na hela mpaka zinamnuka. Hela zinamtumikia. Wakati fulani pombe hajaharamishwa, ililetwa pombe. Biashara. Ngamia 200 zimebeba pombe. Alafu zinakuja, zinafika tu mjini. Chuma. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Haram pombe. Akachukua fasi akaenda kubomoa ile mitungi. Ndango mnajua? Ndango mnajua? Mitungi ile makubwa yanaweza kuweka maji au. Basi aliyatoboa yote. Tu. Pombe inaweka. Mzigo mzima. Lau watajarta bihi fi dhasu bazala yashirikisha. Ungejitahidi ukanufaika nayo, ukauza hata kwa mageni. Kuna watu bado wanalewa. Unamwaga maji bwana. Azaba la yumkinu an utajira fi haram. Mimi siwezi
kufanya biashara kwenye haramu, Mungu atanipa namna nyingine. Bomoa zote. Sisi hapa tuna hangaika na riba. Kila mtu hapa ana mkopo kwenye simu na anarudisha kwa riba. Mtu mmoja akamwambia, "Shii saidie, unataka shilingi ngapi bwana?" "Mimi nataka 20,000." Haya. Nikamwambia nikampelekea. Baada nikataka, "Sawa, weka uwe." Wameniokoa. Wameniokoa sana. Nilikopa. Nilisahau bila namba nyingine. Yaani kila mtu anakuwa mwizi. Alikuwa na namba yake na namba ya kuibia. Anakopa hata kurudisha. Kwa namna ya riba zilizokuwa. Na tunakula riba kila siku. Wale walikuwa wakubali. Riba hali. Ndivyo alivyoelea Mtume hivyo. Sasa haya ni mambo yanayofanywa vijana wetu hapa. Makubwa sana. Lazima yaende mkono. Kwa sababu yanaonyesha mwelekeo mpya. Na mimi nataka kuambia, wallahi hatuwezi kubadilisha hali zetu kama hatukuamua. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu haondoi shida za watu mpaka waamue wenyewe kuziondoa. Mna tatizo, nataka kuliondoa, niondoe. Hamwezi kukaa mnasema tufanye dua kunuti Mungu aondoe hizi shida. Mtakufa. Kama tatizo lenu ni mali, tafuteni mbinu ya kupata mali. Tatizo lenu ni uchumi, tafuteni kazi za kufanya. Muondoe maskini. Kila mtu ana juhudi ya kuhakikisha kwamba hakuna kwenye jamii yetu watu wafukara. Amesema kweli mama, anasema laukana fakhru insani la qataltu. Ufukara kama ingekuwa mtu ungeua. Anatafuta huyu mtu ni mtiji ni mbali. Mungu aishatuwekea sababu kila kitu. Tufanye tuone kama tuwezi kutoka. Nikuja hapa kama miezi mingapi hapa. Nikakuta hapa umelima bustani za mifano za kisasa msikitini. Na wamepata hela. Wana mashamba wanalima. Sio haya kufanya hayo. Wao wakati shehe wamekaa msikitini wanabishana kuhusu hukumu ya kufuturu tende. Sunna ni kufuturu tende 2 au 3. Haya mambo gani sasa hivi? Hata watoto hao wazima hao wagonjwa hao. Ule Uislamu wetu wenyewe na ile haiba yake yote inapotea. Kwa sasa sisi tumekuwa watu wabaya. Na Mungu apishe mbali. Kuna mambo mengine mkiyafanya Mungu analeta ghadhabu hapa. Amcheleweshe. Kwa hiyo ukilifanya ni tit for tat. Kisa mkasa. Niko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khamsu bi khamsi. Kuna mambo matano mkiyafanya, dhambi hizo 5 nyewe mkizifanya, Mwenyezi Mungu atakutieni adhabu ya mambo matano. Kila moja ina adhabu yake. La kwanza nini ya Rasulullah? Ya hadithi ya Mtume. Akasema maana qadal qawmul ahda illa sulita alayhim al-adu. Watu wakiwa hawana uaminifu, wanavunja amana na ahadi zao, basi watasalitishiwa uadui. Sulta alayhim al-adu. Watakuwa wapendana. Swali langu, tunapendana tupendane? Nijibu. Dukwe atupendane. Muislamu anaweza kumfanyia fitna Muislamu wenzie ila mdhuru. Haitokei. Kawaida kabisa. Msikiti huu na msikiti huu hawasemi. Wanapelekana polisi. Haitokei. Itasema tu. La pili, wama hakamu bighairi ma anzala Allah.
illa fasha fihim al-faqr. Watu wakihukumiana wakakataa sheria za Mungu, watakuwa maarufu wote, ufukara utaenea. Hii masema maneno afanye hivi haya, ama neno ya Mtume, wama hakamu bighairi ma anzala Allah illa fasha fihim al-faqr. Watu wakihukumiana bila kufuata sheria za Mungu watakulikwa na ufukara. Ufukara tunao tu kwa hiyo tunalo hapo. La tatu, wala dhahara fihi al-fahisha illa kafara anhum al-maut au al-awja' allati lam takun min aslafihi. Ya tatu, ikidhihiri zina, uchafu katika jamii yenu, vifo vitakuwa vingi. Mtu akaenda kulala atasema na amekwenda, alikuwa nauma aliingia tuseme najisikia nimechoka, kunyooka tu safari. Au mauti na maradhi ambayo hayakuwa kwa watu kabla yao. Lingine asema wamama na uzaka amwali, watakizuia zaka za mali zao, munia anhumul qatr, watanyima baraka ya mvua. Mvua ikipiga hamna neema, inakuja kuharibu na mazao. Bwana, shamba limekwenda nini? Mafuriko. Au ni zaka. Sasa wamama na mzakata mwali bila kabisa mpaka mvua itakuwa hakuna. Wauhidu bisinina, na watu watatiwa kwa miaka ya shida mikononi. Yaani nenda rudi, kila siku itakuwa shida, kila siku zamani mtu alikuwa akilima kidogo anapata, au si? Sio hata ukilima sana unaona na mbolea huwezi kupata. Ndio basi wale Mtume sio. Kwa sababu sisi hatuishi ukweli ule ambao tulifundishwa na Mtume. Sasa haya mambo yanayofanywa hapa katika kituo hichi ni mambo makubwa sana. Kusema kweli, yanafurahisha. Na mimi nawashangaa watu wa Mwandiga kwamba bado hawajaona hivi. Wananishangaza. Ni kweli hauwezi kaona mapema. Kwa mambo mengine yanahitaji muda. Lakini msikatike tamaa. Niendeleeni kufanya haya mambo, watu watakumbuka. Ndio utaratibu wa kawaida. Lakini nachotaka kusema leo katika hafla kubwa kama hii leo hapa ni kwamba hatuwezi kubadilisha hali zetu bila kuchukua hatua wenyewe. Hatuwezi. Na hatuwezi kuwa Waislamu wazuri kama tutakuwa hatuendi vizuri katika Uislamu wetu. Tutakuwa watu dhaifu, watu wa mwisho kabisa. Yaani kila mtu anajifunzia kwetu. Leo angalia, Wafalestina wanapigwa leo. Wananyongo kwenye nchi ya Gaza. Napigwa mabomu, nashambuliwa. Wanaangamizwa watu, watoto, wanawake, wanabakwa watu. Dunia nzima kimya. Waislamu ndio wamezunguka pale. Ile Gaza ile imekaa hapa. Huku wako Misri. Huku wako Jordan. Huku wako nani? Syria. Huku si wako nani? Saudi Arabia. Huku Waarabu watupu mzee. Wote wamezunguka pale. Kana Gaza kanchi kadogo masikabu katikati tu pale. Na wale nchi za kikafiri zote zile wanatoa misaada kwa Israeli. Wawapige. Silaha, hela, madawa. Waarabu watakupeleka chupa ya maji ya kunywa kuwapelekea ndugu zao Waislamu wa Palestina. Hawawezi. Kwa inshallah, nad'u lahu inshallah, Rabbana taqabbal minna innaka antal. Rabbana taqabbal minna wazee wanapigwa mabunduki wao. Fungeni mipaka, wapeni wenzenu silaha, wapeni hela, wapeni chakula. Ndio Uislamu wenyewe.
man lam yanfa almuslimuna falaysa bimuslim. Alisema tu kama huwezi kuwafaa Waislamu wenzio, wewe Uislamu wako ni Uislamu gani? Uislamu ovyo ovyo. Na mama soko badi yakuja, mtume alishasema yushaku an tada alaykum al-umam akilatu ila qasatiha. قالوا هل من قلتنا حينئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم حينئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. حديث ya mtume. Mataifa yatazunguka kwa pigeni nyinyi Waislamu. Mtawekwa katikati mtukati kama watu wanapokula chakula kwenye sinia. Sahaba akamuuliza Rasul, tutakuwa wachache sana. Sasa wakati mtakuwa wengi. Bal antum hinaidhin kathir. Yeye mtakuwa wengi. Lakini wengi wenu ule mzee hauna maana. Ghusaa isai. Ni wingi kama takataka za kwenye mfereji. Maji yakija mnasogwa mnapelekwa. Hamna la maana la kwenu. Qalu kwa nini ya Rasulullah sema khashakum alwahn, mtafunua na wahnu. Wahnu ni nini ya Rasulullah? Wahnu ni ile udhaifu wa ndani. Ndio sasa khashakum alwahn. Wala yanza'anna Allah ala qulubi a'daikum mahabba. Mungu ataondoa woga wa maadui zenu kuwaogopeni kama zamani. Zamani kwa Muislamu unaogopa. Yaani mtu atakiwa na kuku wake mwenyewe kanunua na kuletea mchinjie kwa woga. Sisi mnalishwa vibudu. Hakuna mtu anakuogopa tena. Hapo mnakaa mnatukana mashewa siku hizi bwana. Hawana hata kuburi. Kuburi wewe unayo. Wewe unayo, unaanza wana kuburi. Si tuko kulu wahidi tu. Kama takuli wala ni. Kwa kuwa nyinyi watu wa ovyo ovyo na sisi tunakuwa wa ovyo ovyo hivyo hivyo. Asema mtakuwa mnatahabuna al-maut. Mtakrahuna al-maut. Mtakuwa kila mmoja wenu anaogopa kufa. Yaani mtu akiambiwa mambo ya kufa hataki kusikia kabisa. Mimi niko na rafiki yangu mmoja tajiri sana. Rafiki yangu kweli. Sasa tulikwenda rafiki yangu yule tunazungumza mwenzangu akawa anazungumzia habari ya kama kumnasihi wana mauti yanakuja tutakufa ina nini. Alipoondoka sasa huyu ndio tena. Ningamza kwani hata kufa hapa. Mimi simtaki hata kidogo bwana. Hapa sitaki hata kumuona. Anaogopa kweli kwamba lakini ndo hatima yake atakufa tu siku moja. Sasa uoga wetu ni huo. Marekani atapiga bomu hapa, Waarabu wote wanaogopa. Hawana jambo linalogopa. Wanaogopa simuduki tu wanaogopa. Iran safari kajikaza kiume. Sikaonyosha. Piga. Na anakaa kule ule tirada. Linakimbia kutoka Teherani kwenda Tel Aviv ni kilomita wanasema 2800. Linakwenda kwa dakika 7. Na nikianguka hapa ninavunja pote hapa. Swali omba po wenyewe. Sasa lazima tusengeze waidu lahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khayr. Lazima tujitayarishe wenyewe. Mnakaa vizuri kila wakati. Kwa nimesema haya kuamsha dadini Waislamu wao mnaamka mjue kwamba adau zetu wako macho tumalize. Tumekalia kazi yetu kugombana. Hikma maulidi hasa ndili. Sasa tukiacha maulidi yote dunia nzima tusome maulidi. Ndio itafanya nini sasa? Jamani tuwafanye Ijumaa basi. Hakuna kusoma tena maulidi. Ndio itatoa shida zetu. Mimi nashangaza. Alafu hawa unakuta mtu ugomvi wake wote kauleta kwenye dini kwa Waislamu wenzie. Hafanyi juhudi kwenda kupambana na wasio Waislamu. Hafanyi. Mtu tumempa scholarship nenda kasome nje, anakwenda kusoma nje,
akirudi hapa anatuletea mambo ya kijinga kabisa. Maulidi bida, khitima haramu, kuvaa sijui nini, ukivaa kanzu ikiwa kama kanzu yangu hapa motoni. Wewe ndio kanipeleka motoni. Hana jambo. Baada uje na fikra usema Waislamu wana shida, wana matatizo, watoto wao hawasomi, na wasaidiaje? Hawawezi kuwasomesha watoto wao, tunawajengeaje uwezo? Na ndio mambo ya kuzungumza haya kwa wakati huu. Na haya mambo tulipaswa kuyazungumza tukao tunaambiana katika vikao vyetu kama hivi. Basi bwana, mimi nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu anipe kila la kheri. Hili ni jambo zuri na inshallah liendelee, tunalibariki sote kwa pamoja. Tutasimama nalo inshallah. Na wale waliofanya uadui kwenu watakuwa ni maadui zetu vile vile. Bila hata kuogopa. Bale tuache twende. Na nyinyi wala kama msiogope. Unajua umeanzisha ile sera. Mtu yeyote akiwa na kufanyia jambo baya, mwambie unanikosea. Yaani hata kama ni mtu ana mabavu makubwa akaja mbele yako akakukanyaga na kiato, alafu eti unakaa unajikaza tu, unaumia tu. Huyu ni ujahili kabisa. Basi kama huwezi kusema mtazamia hata kwa macho makali, mtazame bwana unanikanyaga. Au sivyo? Unanikanyaga bwana. Umeka si useme sakituna alhaqi shaytanun akhras. Mtu ambaye hasemi ni shetani bubu. Yaani shetani vile vile, lakini msema ni shetani bubu tu. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima mnafanya mambo mazuri bwana. Mwenyezi Mungu atubariki katika haya. Amen. Usiku umekuwa mwingi sana na mimi nimewachukulia muda wenu mwingi. Sheikh wa wilaya, tunisamee kidogo. Lakini nimehamasika kwa sababu ya mambo mazuri yanayofanyika hapa katika kituo hichi. Inshallah Mwenyezi Mungu atubariki sote. Na inshallah kiwe kituo cha mfano katika mkoa wetu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun